Tukio ilirekodiwa na shirika la habari la AP kupitia mpiga picha wake Mohsen Ganji, ikionyesha misururu ya makombora yenye ukubwa na aina tofauti pamoja na drones zenye teknolojia ya kisasa. Makombora yaliyowekwa hadharani ni ya kisasa zaidi, yakiwemo makombora ya ballistic yenye urefu na uwezo wa kufikia umbali mrefu, ambayo yanaweza kuwalenga maadui kutoka umbali wa mamia ya kilomita. Drones zilizotambulika katika maonyesho ni pamoja na Mohaja 6, Mohaja 10 zenye uwezo wa kuchunguza anga, kupiga ramani maeneo ya adui na kushambulia. Drones za Mohaja 10 zina muundo unaofanana na MQ-9 za Marekani, ikionyesha jinsi Irani imeimarisha teknolojia yake ya uundaji wa UAV za kisasa, ikijumuisha mfumo wa kuongoza na kamera za usahihi wa hali ya juu. Maonyesho haya yanatokea katika muktadha wa mvutano mkali kati yake na Israel, ambapo Israel imefanya operesheni ya kijasusi ndani ya Irani, ikiwa ni pamoja na kuharibu sehemu za kuzalisha silaha na mashine muhimu za kijeshi. Kuonyesha silaha hizi hadharani kunachukuliwa kama ishara ya nguvu na tahadhari kwa maadui, ikionyesha kwamba Irani haiwezi kudanganyika na iko tayari kutumia silaha zake ikiwa itahitajika. Mbali na kipengele cha kijeshi, maonyesho haya pia yanatambuliwa kama sehemu ya mkakati wa kisiasa wa Irani wa kuimarisha heshima yake katika eneo la Mashariki ya Kati. Hatua hii inatuma ujumbe kwa mataifa jirani na nguvu za kigeni kwamba Irani ina uwezo wa kujitetea na kudhibiti mipaka yake ya usalama, huku ikionyesha maendeleo yake katika teknolojia ya uzalishaji wa silaha za ndani, hasa drones na makombora, ambayo ni kiini cha mkakati wake wa ulinzi na mashambulizi ya